Baada ya kutoka Shekilango, sasa tumefunga safari na muda huu tuko hapa stendi ya mabasi ya Magufuli Mbezi jijini Dar es Salaam. Tulikuja kuzungumza na abiria na baadhi ya wafanyabiashara ambao wanafanya biashara zao hapa katika stendi hii ya Magufuli jijini Dar es Salaam juu ya agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Jana ndo utekelezaji wa kauli yake ulianza kufanya kazi jana, na leo ni siku ya pili ambapo utekelezaji huu unaendelea, na tumefika hapa kuzungumza na baadhi ya abiria, lakini pia kuzungumza na bodaboda na wafanyabiashara mbalimbali ambao wanafanya shughuli zao hapa. Na hii ndiyo stendi ya Magufuli kama ambavyo unaiona kwa muonekano wake, inaonekana vizuri kabisa. Tumefika hapa moja kwa moja, lengo kubwa ni kutaka kuzungumza na ndugu zetu wamepokeaje kauli ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila juu ya mabasi yote kuhamia hapa, mabasi ambayo yanafanya safari zao za kuelekea mikoani nje ya mkoa huu wa Dar es Salaam. 7 Media, mimi naitwa Mikidadi, nipo na Yasini DJ. Baada ya agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kutoa siku 7 mabasi yote ambayo yapo pembezoni ikiwemo Shekilango yasogee hapa Mbezi, kituo kikubwa kabisa cha mabasi, ili kuanza safari zao hapa za mikoani. Tumefika moja kwa moja hapa Mbezi na kukutana na baadhi ya watu akiwemo wakala hapa. Tumekutana naye wakala wa usafirishaji, yeye atatueleza amepokeaje taarifa za mabasi yote kuwepo hapa. Kaka, mambo vipi? Poa, ni aje kaka? Shwari kabisa. Mzima. Kamera yangu ile pale. Wewe unaitwa nani? Naitwa maarufu jina la Moyo. Moyo. Yeah. Moyo, ndugu yangu, umepokeaje taarifa ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila juu ya mabasi yote kuja hapa Mbezi? Yeah, tumepokea vizuri. Tunaona kwamba hii ni stendi kuu ya mabasi Magufuli Bus Terminal, na ndio sehemu sahihi ya mabasi husika kuingia hapa. Tumepokea vizuri wana Mbezi. Yeah. Wapo baadhi ya watu wanalalamika na kueleza kuwa kuondolewa kwa mabasi Shekilango kwa namna moja ama nyingine inaweza ikaleta shida hasa katika upataji wao wa pesa. Binafsi yako, hali ya kiuchumi na kauli za watu ambao wanazungumza maneno kama hayo, unapokeaje na una yapi ya kuzungumzia? Upande wangu mimi nasema ni sio kweli, kwa sababu naona kama inazidi kuongezeka, sio kupungua, kwa sababu hata unavyoona ama madereva bajaji walikuwa wakiishia mjini, siku hizi wanaita abiria mpaka wanaita Mbezi, na Mbezi pia wanachukua abiria kuwapeleka mjini. Kwa na uchumi kwa wafanyabiashara bajaji au pikipiki, kama na uchumi ndio umeongezeka zaidi, sio kupungua. Kama unavyoona movement imeongezeka ya abiria, wafanyabiashara pia amantilie bidhaa tofauti, biashara inazidi kupanuka kwa kazi wa Mbezi. Ya kwa ni jambo sahihi, na fursa ni nzuri kwa wafanyabiashara na watumiaji wa moto wote. Kauli moja kwa moja ya mkuu wa mkoa imeanza kutekelezwa jana, ambapo jana Agosti 17 na leo ni Agosti 18. Leo ni siku ya pili. Hali ya usalama na hali ya biashara kwa sasa ipoje tangu mabasi haya yamehamia hapa? Usalama uko vizuri, kama unavyoona vyombo vya ulinzi viko vya kutosha, jengo liko salama, abiria wanapata nafasi ya kuingia ndani, wanalipa shilingi 300 kuingia ndani kuchagua magari yao ambao wanataka kupanda. Wapo ambao wanasafiri usiku wakielekea maofisini, kama unavyoona njia kuelekea ofisini ile kule. Wapo ambao wanakuja wana tiketi zao, geti la kuonyesha tiketi ile pale, wanaonyesha tiketi zao kuingia ndani. Kwa hiyo utaratibu uko vizuri tu, hamna changamoto yoyote, hamna tofauti yoyote. Watu tunaomba waje tu, abiria waondoe wasiwasi, salama uko vizuri. Ya hivi. Neno moja kwa serikali na kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ya, mimi ninachoomba, wito wangu kwamba utaratibu tuzingatiwe, vyombo vya usalama vizidi kuongezeka, kwa sababu kila leo watu wanazidi kuongezeka kwa stendi, na ndo matatizo au vitu vinazidi kuongezeka hapa na pale, kwa sababu unaambia kwenye miti mingi waga kuna ajenzi pia. Kwa hiyo vyombo vya usalama wazidi kuweka usalama kwa kudesheleza. Stendi yetu iko vizuri, stendi yetu kimataifa, stendi nzuri, abiria wameipokea na utaratibu unaenda vizuri, hakuna tofauti yoyote. Kwa hiyo abiria waje wasafiri, wakate tiketi, mambo mengine yaendelee. Bwana, nashukuru sana. Nikumbushe jina. Naitwa Moyo. Moyo. Yeah. Moyo, jina lina sound kama watu wa kusini huko. Ni kweli, lakini mimi jina langu ni Moyo, lakini si mtu wa kusini. Wapi? Una wakatana ndugu zako Wangoni? Hapana.
Mimi ni mkwele piwa kaka. Yeah. Kabisa. Nashukuru sana moyo. Kazi ni nzuri. Naona kuanzia jana leo abiria kutoka Shekilango wengi sana wanakuja hapa. Kwa hiyo naona stendi inarudi kwenye hadhi yake. Sababu stendi ilikuwa inapotea hii. Stendi naweza kusema stendi ilikuwa inataka kuoza. Maana hayati Magufuli alijenga hii stendi kwamba hii ndio stendi kubwa. Na stendi ni moja tu. Lakini stendi zikawa zaidi ya 15 16. Kwa hiyo sasa hizi kama serikali imeamua kurudisha mabasi huku, basi kwa jambo la heri. Wapo baadhi ya watu ambao wanalalamika kutokana na kauli ile au maagizo ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba mabasi yote ambayo yako pembezoni mwa mji ambao yanafanya biashara zao za kupeleka abiria mikoani basi yahamia hapa. Kuna baadhi ya watu wanasema kuna namna hali yao ya kiuchumi inayumba kidogo kwa sababu huko ni mbali na wao wanakosa pesa. Hii binafsi wewe unaizungumzia? Sasa si ndio maana stendi ilijengwa huku. Hii ndio stendi kubwa. Stendi ya mabasi ni hii. Sasa kama jiji liwe chafu mabasi yakae pembezoni mwa barabara. Stendi ni hapa. Na mabasi yanavyoingia hapa na stendi inarudi kwenye hadhi yake. Sinaona saizi hapa kuna movement. Ukitofautisha wiki iliyopita 2 3 huko nyuma, lakini saizi watu wanakuja hapa na watazoea tu. Sababu si agizo la serikali. Kwani mkuu wa mkoa ndio serikali yenyewe jamani au? Dar es Salaam rais wetu ni mkuu wa mkoa. Na kuna rais wetu wa nchi. Sasa mimi naona mambo yako vizuri. Labda sijui kama kuna lingine lakini mimi sijapita. Lingine lipo. Vipi mapokezi ya watu tangu jana na leo? Watu wamekuwa ni wengi sana. Mnawahendo vipi? Tunawapokea vizuri kama makarani, tunawapokea vizuri sababu stendi yetu, stendi ni kubwa hiyo. Unasema stendi ni ndogo. Stendi ni kubwa, tunawapokea kama hivyo, wanaingia vizuri pale, kutokea ni pale kati bila shida. Na watazoea kama walivyokuwa wameshazoea kule Shekilango, wapi sio Kigamboni, wapi stendi ndogo ndogo. Stendi sasa hizi ni hapa. Hali ya usalama ipoje mpaka sasa? Hali ya usalama imeboreshwa, iko vizuri. Askari wamejipanga vizuri. Yaani ulinzi uko vizuri. Magetini humo si majeketi wapo. Yaani kwa kweli abiria wako sehemu salama. Wito wako sasa kama karani na wakala wa usafirishaji hapa kwa abiria ambao wanatokea sehemu mbalimbali ya jiji hili la Dar es Salaam ni upi? Mimi nasema tu waje hapa kwenye stendi. Stendi ni nzuri. Stendi haina shida, kuna utulivu mzuri. Mapokezi yako vizuri. Watazoea kama walishazoea kupandia huko njiani. Sababu serikali ndio imeamua kwamba jamani, saa hizi kushushia, kupakia ni stendi ya Magufuli bus terminal. Kwa hiyo mimi nasema watazoea. Neno lako la mwisho lakini pia utatukumbusha na majina yako kwa kumaliza. Mimi naipongeza serikali ya awamu hii kwa kufanya, kwa sababu hii mmoja viongozi wengi tu hapa bana stendi itarudi hapa, lakini sasa naona wameamua. Mimi kwa hilo nawapongeza. Kwa majina yako? Jina naitwa Eric Peter alimaarufu Ngereja. Hivi kwa nini watu wa stendi lazima wawe na AKA? Tunapewa na abiria ucheshi wetu na Ngereja ni kama linamaanisha hili jina Ngereja nilipewa muda mrefu toka stendi Jama iko kule jamii huko. Lina maana fulani. Kipindi hicho waziri wa nishati William Mganga Ngereja. Kwa hiyo ndio wakaita Ngereja basi. Na mimi ndio hivyo, nimekuwa ndio hivyo. Ngereja. Bana nashukuru sana ndugu yangu Ngereja. Karibu sana bana Magufuli. Karibu sana. Naiona Magufuli. Haina neno. Nashukuru sana. Bana bado tupo hapa Mbezi Magufuli, na tulipokuwa Shekilango pale tulizungumza na bodaboda wasafirishaji hao. Wao wakatoa malalamiko yao mengi sana juu ya mabasi kuhamishwa pale Shekilango na kuletwa moja kwa moja Mbezi kituo cha mabasi, lakini tumebahatika pia kukutana na bodaboda hapa, lakini pia kuna abiria ambaye yuko pembeni naye pia atatupa mawili matatu kuhusiana na mapokezi haya mapya ya abiria kuja huko. Kaka, mambo vipi? Bwana poa, habari ya uzima? Salama kabisa. Hongera na kazi. Asante. Kwa majina yako? Kwa majina yangu naitwa Rajabu Almaarufu Jaga. Mimi kama bodaboda nimepokea kauli au maelekezo ya mkuu wa mkoa aliyotoa, yapo vizuri. Cha kwanza kila mtu katika hii nchi au cha kwanza kila mtu hii Dar es Salaam anatumia fursa yake katika wilaya yake. Mimi kama mkazi wa Ubungo nilitamani sana hii fursa au hii kauli ya mkuu wa mkoa kuitoa kwamba mabasi yote yatumike yaingie wapi? Stendi. Kwa hiyo mimi katika wilaya yangu ya Ubungo nitaingiza mapato, nitapokea wageni mbalimbali, umeelewa? Maloji yatajaa, bodaboda kama sisi tutapata riziki kama wao walivyokuwa wanapata riziki wapi? Shekilango. Alafu kingine, kwa mfano airport ipo kule wilaya Ilala wanaingiza mapato kule kupitia airport. Hamna airport inayotoka kule ndege kuja Mpiji Magoe kufuata abiria kwa sababu inatoa huduma. Au SGR watu wanatoka Bagamoyo, wanatoka Morogoro, wanatoka wapi? Wanatoka Bagamoyo, wanaenda SGR, wanaenda zao Morogoro, Dodoma na sehemu nyingine.
Haya, tuje kwenye Azam Marine. Watu wanatoka mpaka Morogoro kufuata Azam Marine ili mahali husika. Why stendi wasipate mabasi hapa? Kwa hiyo wale wamiliki wa mabasi kama wanataka kutoa huduma kutoka Magufuli kwenda Shekilango, waeke mabasi hizi special ndogo. Kama wewe una customer care, kama unachukua abiria Chanika, shusha abiria hapo kwenye basi kama alivyosema mkuu wa mkoa sisi tunamuita Sharulile. Umenielewa Mwana Yanga? Umenielewa, sisi Jangwani tunamuita hivyo. Kwa hiyo toa huduma kutokana na nini na wewe unavyohitaji, lakini mabasi yafanyaje, yaishie hapa. Umesikia ndugu yangu? Kwa hiyo kikubwa tumuunge mkono na mkuu wetu wa mkoa. Alafu kitu ambacho nimekipenda, ametembea na hisia zangu. Kuna watu walikuwa wanasema kwamba angekuwepo fulani mabasi angeshuka hapa, kama angekuwepo alojenga hii stendi. Hiyo kauli mimi inaniumiza sana. Alafu hata mtu akiongea karibu yangu natamani si nimfanyeje. Umeelewa? Sijui usiseme angekuwepo. Serikali wapo watu ambao wana maamuzi, ilikuwa swala la muda tu. Si unaona leo mabasi yote yanashuka na abiria wameitika. Kwa hiyo na Watanzania wenzangu, mabasi yapo Magufuli kuanzia leo. Unahitaji kusafiri mkoa wote, njoo Magufuli, kata tiketi, upo sehemu salama usalama. Cha kumalizia ambacho cha umuhimu zaidi, mimi ni bodaboda, sina mabasi, ila wamiliki wa mabasi wanatakiwa wakae kwa usawa. Unanielewa? Kuna sasa hivi ipo wanasiasa washakuwa wafanyabiashara, si unanielewa? Sijui. Kwa hiyo kauli mbiu kubwa kama itampendeza mkuu wa mkoa, amesema kuna kampuni 6 ambazo zipo kule Shekilango, si unanielewa? Ila kampuni nyingine ambazo havina zile vibali vya LACTA yaje wapi? Magufuli. Kama ingempendeza, sijajua kama mkuu wa mkoa au LACTA atoe kauli, jamani, mabasi yaliyokopo Shekilango yaliobakia, basi fulani ataje kwa majina, kampuni ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 6. Alafu katika hizo kampuni mkataba wa kampuni fulani unaisha mwezi wa 9, mkataba wa kampuni fulani unaisha mwezi wa 7, mkataba wa kampuni fulani unaisha mwezi wa ngapi? Wa 10. Ili mradi hata hao wenye mabasi kampuni ndogo ndogo ambao sio wanasiasa, ni wafanyabiashara tu, umenielewa, wajue kwamba kampuni fulani kishafika mwezi fulani nao tunao humu ndani. Kwa hiyo kauli yangu kubwa sana kwa mkuu wa mkoa ipo hivyo, yani ushauri wangu. Okay, nashukuru sana. Bodaboda wa Shekilango wamelalamika sana kwamba tangu asubuhi leo hali imekuwa ngumu kuliko kuna kupata pesa. Binafsi yako, mapokezi ya abiria na ufanyaji wa kazi yako leo, hali ni shwari Yani akisema hivyo flashback, sisi miaka hii 5-6 iliyopita tulikuwa tunaishije hapa blaza? Tulikuwa tunaondoka mpaka na 7,000, 8,000, 10,000, lakini tunakuwa na imani. Umenielewa? Sasa ile imani yetu leo hii, na sisi watu wache, na wao kama wanataka wapate kile ambacho walikuwa wanapata Shekilango, waje. Sisi kuna utaratibu wetu, tuna uongozi mzuri, umenielewa? Waje, tunawakaribisha, tunawapokea, na wao wae kama sisi, yani nchi ya kwetu wote. Ila hali ni shwari tangu jana na leo. Mapato yameongezeka. Tunashukuru Mungu, familia inaongezeka. Sio mapato tu kwa bodaboda, hata leo hii ukiangalia akaunti ya halmashauri yetu kidogo imesheki bwana. Umeelewa? Sio tu bodaboda, bajaji, taxi au vilikuu na wengine. Hata serikali yetu leo hii katika wilaya yetu ya Ubungo tunatojivunia mapato kidogo yamesheki. Umeelewa? Bwana, nashukuru sana. Asante, karibu sana.